Naitwa Teresia Msagazi Zimlinda, natokea mtaa wa Wazo. Hapa katika mtaa wa Nakasangwe kuna eneo ambalo niliuziwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2022. Niliuziwa na jamaa mmoja anaitwa Musa Doto ambaye ni mwenyekiti wa CCM tawi la Wazo, mbele ya mashahidi na chini ya uongozi wa serikali ya mtaa ambao unaongozwa na kamati ya ugawaji wa viwanja kama sikosei, ambaye alikuwa ametoa Mheshimiwa Malenga, kitu kama hicho, yule mzee wa Kichaga. Hebu samahani kidogo, hebu rudia kwanza vizuri kwanza. Kama jina nimesikia kama ni mwenyekiti huyo wa zamani au? Huyu ni mwenyekiti, yani ambaye aliniuzia. Yeah. Majina yangu ni Teresia Msagazi Zimlinda, natokea mtaa wa Wazo. Lakini hapa mtaa wa Nakasangwe nilikuwa na eneo ambalo mpaka sasa mimi nalitambua kwamba ni eneo langu, japo sasa ndio hilo ambalo naenda kulizungumzia kwamba lina mgogoro. Niliuziwa eneo hilo lenye square mita 477 na ndugu Doto, anaitwa Musa Doto, ambaye yeye ni mwenyekiti wa CCM tawi la Wazo. Anaishi huku kuna Kasangwe, maeneo ya chini chini. Hili eneo liko mtaa wa Kazaro hapo, eneo fulani hapo chini. Baada ya kuuziwa eneo lile, mimi nilikaa muda mrefu kidogo, zaidi kama miezi 6, nikijitafuta na lengo la kununua hilo eneo, sababu wananunuliaga wadogo zangu maeneo. Mimi kwetu ni wa kwanza. Kwa hiyo kuna mwingine ninunulia hapo chini, huyu ni mwingine wa pili ambaye nikasema ninunulie hapo. Nikawa najitafuta kwenye kutafuta kwa ajili ya kumjengea. Akaibuka mtu anadai kwamba lile eneo ni eneo lake. Ikabidi niripoti kwa mtu aliyeniuzia, kwa sababu uzuri aliniuzia chini ya serikali ya mtaa. Baada ya kuripoti, akanipeleka hapa kwenye ile eneo, wakaja viongozi ambaye akiwemo na wewe mwenyekiti wa ugawaji wa viwanja mzee Malenga. Wakaonyesha kama ushirikiano katika hali fulani ya kunisaidia. Lakini baadaye nikawa sielewi mpaka dakika hii. Sielewi kiwanja changu kwamba ndio kimepotea au la. Na zaidi sana kinachoniuma, kwenye lile eneo nilishafanya maendelezo, kwa sababu niliweka ukuta upande mmoja, nilitandika pale msingi kwa ajili ya kuzungushia fence, na hapo ndani pia eneo husika nilikuwa nimeshaweka chumba, na iko chumba nilikuwa nimeshakiezeka mpaka, yani kila kitu kilikuwa kimeshaezeka, kasoro tu milango na madirisha ndio nilikuwa sijaweka. Chumba kikubwa cha 16 kwa 16. Sasa mheshimiwa, hiyo ndio shida ambayo nimeleta hapa. Naomba unisaidie kwa kweli, maana nimekosa msaada. Mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambao ni wa sasa alitambua hili. Madam Zura. Musa Doto yuko wapi? Musa Doto yuko wapi? Sasa alikuwepo hapa? Yuko wapi? Ameondoka? Haya, apigiwe simu aje hapa muda huu. Katibu yuko wapi? Umama mmemsikia anachokiongea? Mnakifahamu? Haukifahamu? Mpigie mwenyekiti wako. Hawai. Aya, asante. Unaenda pale kaandike hilo nani yako pale. Nikushukuru sana kwa ujio wako. Lakini kwa naitwa Musa Doto, nakaa Nakasangwe. Nimepigiwa simu na katibu wangu wa tawi kwamba mkuu wa mkoa ananihitaji, na mimi ndio nimefika, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuja hapo kusikiliza mheshimiwa mwenyekiti. Yeah. Ilikuwa ni jambo gani leo la mwenyekiti? Mwenye katibu wake yule pale. Yule mama yuko wapi? Hebu nikumbushe kidogo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ndugu Doto Musa aliniuzia eneo ambalo liko maeneo ya Kazaro huku chini, kumtaa huo na Kasangwe, milioni 5,500,000 mwaka 2022 mwezi wa 11 tarehe 18. Hilo eneo nilinunua mimi, nilinunulia mdogo wangu ambaye yuko Zanzibar Disiabo. Na baada ya kununua ile eneo nikajitafuta hapo katikati kama miezi 6 mbele nikaanza ujenzi.
Kabla sianza ujenzi sikusikia chochote, nikawa na amani naendelea na yeye mwenyewe alikuwa akinisaidia, tunaenda wote kwenye eneo pale kwa sababu nilisukuma suamu zake na mume wangu, ni shemeji yangu kwa upande mwingine. Kwa hiyo tukawa tunaendelea na ujenzi. Nimemaliza ujenzi, yani baada ya kuwezeka, akaibuka mtu upande wa pili anadai kwamba kile kiwanja ni cha kwake. Ikabidi sasa mimi nimuite Mheshimiwa Doto Musa kwamba hapa inakuaje, huyu ameibuka kwamba ile eneo ni la kwake. Akaanza kuniambia unajua huyu mwanzo alikuwa amepangwa hapa, lakini sasa kuna ule ugawaji wa viwanja. Sasa nikamwambia kama ni ugawaji wa viwanja, kama ulikuja kuhusiana hili swala, mbona yule mwenyekiti ambaye ni Mzee Malenga wakati unaniuzia alikuwepo mpaka hapa kwenye kiwanja, na kamati nzima ya ugawaji wa viwanja tulikuwepo hapa, tulikuja mpaka hapa, wakazunguka, wakapima, wakaita majirani na nikakabidhiwa chini ya hiyo kamati. Leo tena imekuwaje? Shemeji, unajua ngoja tuende polepole nitakupa majibu. Baadaye akaja kuniambia kwamba yule mtu ambaye alikuwa amepangwa hapa anadai kwamba alikuwa kaenda mahakamani, sasa hivi anasema kwamba ameshinda kesi. Kwa hiyo wewe subiri, nitakuonyesha eneo. Nikasema sasa mbona unanichanganya? Mwaka umepita, nitakuonyesha eneo, nitakuonyesha eneo. Baadaye akaniita, akanipigia simu, shemeji njoo kuna eneo. Akanipeleka huko bondeni chini kabisa, yani eneo ni ukisimama hapa unaangalia kule chini. Halina mapana wala marefu, ni kwenda chini tu. Sasa nikamwambia hapa unajengaje kama ni ile eneo yani mbadala wa lile eneo ulilokuwa umeniuzia? Akasema kama ulitaki hapa shemeji, basi ngoja nitakufanyia tena mpango serikali ya mtaa nipe tena eneo lingine. Ananiambia kwamba kamati ndio itampa hilo eneo. Sasa mimi na nyumba uliojenga? Nyumba niliyojenga sasa ananiambia kwamba atanirudishia gharama. Mbona nilitumia milioni 8 na 500 na risiti ninazo zote. Akaniambia kwamba nitakulipa. Nikasema sasa hilo eneo pia kupewa basi nionyeshe. Ananizungusha zaidi ya mwaka sasa. Juzi mwaka jana mwishoni hapa nikabidi niende sasa serikali ya mtaa, niende kwa mara nyingine serikali ya mtaa, nikamkuta Madam Zuhura pale, nikamshirikisha. Japo kwa Madam Zuhura hili swala lilikuwa ni geni kwa sababu aliyekuwa mwenyekiti kipindi hicho ni Mr. Ndege ambaye sasa hivi ameshastaafu. Kwa hiyo swala langu liko namna hiyo, sijapata mwafaka wa kiwanja wala malipo zaidi kwamba mwaka jana mwishoni alinitumia 700,000. Sasa nikamuuliza hizi 700,000 zinaingia kwenye nyumba au zinaingia kwenye kiwanja? Ikawa ni dilema namna hiyo. Juzi kati na nikamkumbushia. Akaniambia unajua nililazwa, mwanangu alikuwa anaumwa, inakuwa ni kama meandering, mambo ni mengi. Kwa hiyo niliposikia Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba ujio wako siku hii ya leo, nikasema nije angalau uweze kunisaidia niweze kupata haki yangu. Ni hayo mheshimiwa. Basi nipe kwanza maiki. Mimi huyu ni shemeji yangu kwa kifupi kama alivyosema yeye mwenyewe. Lakini na kiwanja kweli nimemuuzia. Nimemuuzia kwa sababu na mimi pia kiwanja changu kilikufa kwenye eneo la mto kule shina namba 11 kwa Mzee Kusaga. Baada ya kufa kiwanja changu mimi nilipangwa na ile kamati na dokumenti ninazo. Basi baada ya kupangwa kile kiwanja kweli mimi nimemuuzia kwa pesa ambazo aliyosema mwenyewe. Akajitokeza mwenyewe Mheshimiwa Banzi anaitwa. Na eneo lake asema eneo la kwangu, sitaki kupangwa mtu aina yoyote. Na pia akaenda mpaka mahakamani. Kweli nimeenda mahakamani, lakini shemeji yangu hakunipa ushirikiano kwenda mahakamani. Nimepambana mimi mwenyewe mahakama ya Mwananyamala, na mwisho wa siku tukamalizana na Mheshimiwa Banzi. Maneno yalikuwa kama ifuatavyo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Baada ya kutoka mahakamani tukakubaliana na mwenzangu Banzi. Nikamwambia mimi kwanza kwa sipendi kesi kugombana na mtu kusipokuwa na sababu yoyote. Tukakaa chini na Mheshimiwa Banzi tukakubaliana kwamba mimi bwana, kwenye maeneo ambapo ulikuwa umeshaendeleza wewe, nitakupa pesa, nitakurudishia hela yako, lakini baada ya kurudishia pesa zako uwafuate wale kamati sasa ambao walikupanga kwenye eneo hili. Na document mheshimiwa ya mwanasheria mahakamani ninayo. Nikamalizana na Banzi kwa namna hiyo. Basi nikamuita na shemeji yangu tukakaa na yeye nikamshirikisha. Banzi ndio yupo. Banzi ndio mwenye lile eneo alisema ni la kwake. Banzi ni nani? Banzi ni mkazi na mtaa wa Nyakasangwe tu hapo mheshimiwa. Ni jaji umesema mheshimiwa? Ni mkazi wa hapa tu, sio jaji mheshimiwa. Kwa hiyo nikamtafuta shemeji yangu, nikaongea naye baada ya kumalizana na Banzi. Tukakubaliana kwamba kwenye pesa ambazo nimejenga chumba kimoja natakiwa nirudishe pesa zangu shilingi. Akasema bwana, pesa kama alivyosema shilingi milioni 8, lakini mwisho wa siku akasema kwa sababu wewe ni shemeji yangu nitafutie shilingi milioni 3 na 500,000. Tukakubaliana naye.
na ndio amesema sasa nimeshaanza kumpa hata ile pesa shilingi laki 7 nikamtoa mwezi wa 10. Kwa hiyo kutoka kwenye milioni 8 akasema umpe milioni 3.5 kwa sababu wewe ni shemeji. Tukubaliane kwa mheshimiwa, na yeye mwenyewe yupo hapa tena. Bahati nzuri akaja mpaka serikali ya mtaa kwa mheshimiwa Zuhura Mabewa akasema hivi, mimi mheshimiwa mwenyekiti, akaruta mwenyekiti pale tukakaa. Baada ya kukaa naye mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa Nyakasangu akasema, akamuita siku moja, yeye alikuja tukazungumza vizuri. Bahati nzuri na mimi halmashauri kuwepo kaka yangu. Sasa labda nikuulize mwenyekiti. Naam. Kwa hiyo alisema umrudishie milioni 3. Naam. Kiwanja alichonunua milioni 8 au milioni 5.5. Laki 5 pamoja na ujenzi aliojenga. Hapana, kwenye ardhi hapana, pale tuongelee swala la ardhi. Alisema kwamba ujenzi na mimi kama sasa nitawafuata ili wanipange, kwa sababu na document na wakinipa kiwanja basi nimpe kiwanja chake yeye. Ndio makubaliano yalikuwa yako namna hiyo. Siku ya pili akaitwa na mwenyekiti hakuonekana pale ofisi ya serikali ya mtaa. Lengo kubwa lilikuwa ni kujenga, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Sasa na nyinyi wenye viti mnazidi mna ubabaishaji. Hapana mheshimiwa. Yaani hapa pana dila za ubabaishaji kabisa. Yaani mtu ajenge kwa milioni 8, alafu kwa sababu wewe ni shemeji utoe milioni 3. Hebu mpe maiki kwanza. Ndio anachokisema sio kweli. Kiwanja aliniuzia milioni 5 na laki 5. Ujenzi uliofanyika pale ni milioni 8 na laki 5. Takriban milioni 15 ambazo mimi kama ni pesa nilipo natakiwa nilipo hizo pesa kiasi hicho cha milioni 15. Sasa yeye kwenye milioni 15 anipe milioni 3 na laki 5. Inaweza ikaingia akilini? Hakuna kitu kama hicho. Naomba nisaidie niweze kupata haki yangu mheshimiwa. Hivi mngelikuwa nyinyi wananchi ndio mkuu wa mkoa, ili nyinyi mngeamwaje? Si mnaona mateso haya jamani? Umejenga nyumba ya namna gani? Ina vyumba vingapi na nini? Ni chumba kimoja tu, kina mapana 16 kwa 16 na nimekiezeka kabisa kasoro, hakuna mabati na milango, lakini pia nilizungusha ukuta. Kuna msingi wa ukuta wa kuzungusha ile eneo upande mmoja. Kiwanja kina ukubwa gani? Kina square mita 477 mheshimiwa. 477. Ndio mheshimiwa. Kwa hiyo umezungusha tofali zako? Ndio. Pamoja na kuijenga hiyo nyumba? Ndio. Gharama zote milioni 8 na laki 5. Mbali na ile milioni 5 na laki 5 ulikuwa unaandika mahali nilikuwa naandika na risiti ninazo baba. Na risiti unazo? Ndio mheshimiwa. Za manunuzi ya vitu? Kila kitu mpaka malipo ya mafundi. Na wakati mwingine yeye mwenyewe ndo alikuwa anasimamia ujenzi. Alikuwa ananisaidia kwa sababu yeye anakaa maeneo ya huko. Ana ushahidi wa hayo yote. Kwa hiyo mwenyekiti aligawiwa eneo lenye mgogoro naye akauza. Ni utaratibu mheshimiwa ambao upo kwenye eneo la mgogoro. Mimi ni kwenye eneo la mgogoro, lakini nikapangwa kama wanaopangwa watu wengine na document ninazo za kupangwa. Ina maana MC hata kupiga muziki hajui.
Asante. Bado hajaniingia akilini, bado hajaniingia wapi? Mkuu wa wilaya, ili nalo liweke mle ndani kwanza, kwenye ile package ile. Nataka mkuu wa wilaya afike pale kwenye ile site, mkiwepo wote, awepo na bands. Ile kamati ya ugawaji iko wapi? Kamati ya ugawaji iko wapi? Namtaka mwenyekiti, katibu na wote siku ya Jumatatu, yaani wote, yaani waliopo wawepo wote, ili nataka nije nipate kwanza tatizo linaanzia wapi. Wote wawepo, ambao wapo wawepo Jumatatu, na mkuu wa wilaya ataeleza watakutana nao wapi.